Hadithi ya Juma, msichana aliyemlea mtoto wa mtaani. Mwaka mmoja baada ya Juma kumpata mama yake, ambaye kila mtu aliamini alikuwa amekufa, familia yake ilirudi. Watu wale wale ambao waliwazika mgeni, wakidhani ni mama ya Juma, walimtupa Juma wa miaka 15 mitaani na kumwacha. Sasa walitaka kupatana naye, lakini Juma alipokataa kuwasamehe, walikasirika sana. Wiki moja baadaye, makampuni ya Juma yalianguka. Binti zake mapacha waliugua kwa njia ya ajabu. Kisha walimteka nyara. Walimfunga jiwe mgongoni na kumburuta hadi ukingo wa mto. Walipokuwa wanakaribia kumtupa mtoni, Neema, dada yake wa kambo, aliyewahi kumwokoa kutoka mitaani alipokuwa anakufa, alifanya jambo lisilotarajiwa. Je, unataka kujua kilichotokea? Bonyeza kitufe cha subscribe na uwashe kengele ya arifa ili usikose sehemu ijayo ya hadithi hii ya kuvutia. Mwaka mmoja ulipita tangu Juma kumpata mama yake akiwa hai. Maisha yalikuwa mazuri na ya amani kwa familia ya Juma. Mke wake Amina alikuwa amezaa binti mapacha. Watoto walikuwa na afya njema na wazuri, wenye macho yenye kung'aa na tabasamu tamu. Juma alifurahi sana kiasi kwamba aliamua kuwapa binti zake majina ya wanawake wawili muhimu zaidi katika maisha yake. Alimuita mtoto wa kwanza kwa jina la mama yake na mtoto wa pili kwa jina la Neema, dada yake wa kambo aliyemwokoa kutoka mitaani miaka mingi iliyopita. Juma, mama yake Amina, Neema na mapacha waliishi pamoja kama familia moja kubwa ya furaha. Kila siku ilijaa furaha na kicheko. Lakini miezi 6 baada ya watoto kuzaliwa, jambo lisilotarajiwa lilitokea. Mchana mmoja, Juma alisikia magari yakikuja nje ya nyumba yake. Alipoangalia dirishani, moyo wake uliacha kupiga kwa muda. Wamesimama nje ya lango lake walikuwa wanafamilia wa mama yake. Watu wale wale waliomwacha miaka 11 iliyopita. Watu wale wale waliowazika mgeni wakidhani ni mama yake. Watu wale wale waliomtupa mitaani alipokuwa kijana tu. Mama ya Juma alisikia kelele na akaja kuona kilichokuwa kinatokea. Alipowaona wanafamilia wake, uso wake ukakuwa mgumu kama jiwe. Wanafamilia walipiga lango kwa wasiwasi. Juma alilifungua polepole. Macho yake yalijaa hasira. "Nataka nini?" Juma aliuliza kwa baridi. Mjomba wake, aliyeonekana kuwa kiongozi wa kikundi, alijitokeza mbele akiwa na kichwa chake kimeinamishwa chini. "Juma, tumekuja kuomba msamaha," mjomba alisema kimya kimya. "Tumelisikia kila kitu kilichotokea. Tumelisikia kuwa mama yako yu hai na kuwa umekuwa mtu mzuri wa mafanikio." Mama ya Juma alitembea kusimama pembeni mwa mwanawe. Macho yake yalikuwa yakiwaka kwa hasira. "Tunaomba msamaha sana kwa kila kitu tulichokufanyia," shangazi ya Juma alisema, machozi machoni. "Tunaomba msamaha kwa kukuacha ulipotuhitaji zaidi. Tunaomba msamaha kwa kuwazika mgeni badala ya kumtafuta mama yako vizuri." Wanafamilia wote walianguka magotini mbele ya Juma na mama yake. "Tafadhali tusamehe," waliomba. "Tunajua tulifanya mambo mabaya, lakini tunataka kutengeneza mambo." Juma alimwangalia mama yake. Mama yake akamwangalia yeye. Mioyo yao yote ilijaa maumivu ya zamani na hasira. Kwa dakika nyingi, hakuna aliyesema chochote. Sauti pekee ilikuwa ya kilio cha watoto mapacha wa Juma ndani ya nyumba. Hatimaye, mama ya Juma alizungumza. "Kile ulichomfanyia mwanangu kilikuwa kibaya," alisema polepole. "Lakini nimejifunza kitu muhimu katika maisha yangu. Kila kitu kinachotokea duniani hii hutokea wakati Mungu anapochagua kitokee." Alichukua pumzi ndefu na kuendelea. "Katika Biblia, kulikuwa na mtu jina lake Yusufu. Ndugu zake wenyewe walimtupa kwenye shimo refu na kumuuza kuwa mtumwa. Yusufu aliteseka kwa miaka mingi,
Lakini Mungu alitumia mateso hayo kumfanya Yusufu kuwa kiongozi mwenye nguvu ambaye aliokoa watu wengi kutokana na njaa. Juma aliinua kichwa akielewa mama yake alichokuwa akijaribu kusema. Mwanangu aliteseka kwa sababu mlimuacha, mama ya Juma alisema. Lakini Mungu alitumia mateso hayo kumfanya kuwa mwenye nguvu na mwenye mafanikio. Mungu alitumia hilo kumpeleka kwa Neema ambaye aliokoa maisha yake. Mungu alitumia hilo kumfanya kuwa mtu aliye leo. Wanafamilia walisikiliza kimya kimya wakiwa bado magotini. Kwa hivyo, ingawa kile ulichofanya kilikuwa kibaya, mama ya Juma alisema, tunawasamehe. Juma alihisi moyo wake kuwa mwepesi alipotamka maneno yale yale. Ndiyo, tunawasamehe. Wanafamilia walilia kwa raha na furaha. Walisimama na kuwakumbatia Juma na mama yake. Lakini kisha waliomba kitu kingine. Tafadhali, mjomba wa Juma alisema. Tunataka kuwa familia tena. Tunataka kurudi katika maisha yenu. Tunataka kufidia miaka yote tuliokuwa mbali. Uso wa Juma ulibadilika ghafla kuwa na hasira. Hapana, Juma alisema kwa msimamo. Ninawasamehe, lakini sitowahi kuwakubali kuwa familia yangu tena. Ningependelea kufa kuliko kuwaruhusu watu wasio na huruma na waovu kama ninyi kurudi katika maisha yangu. Mama yake aliinua kichwa kwa nguvu. Juu ya maiti yangu nitakubali watu waovu kama hao kuwa familia yangu tena, alisema. Wanafamilia walianza kuomba tena. Walilia na kuombaomba kwa masaa. Tafadhali, tupatieni nafasi moja tu zaidi, walisema. Tunaahidi tumebadilika. Tunaahidi tutakuwa familia njema kwenu. Lakini mioyo ya Juma na mama yake ilikuwa migumu kama jiwe. Hakuna kiasi cha kuomba kingeweza kubadilisha nia zao. Jibu ni hapana, Juma alisema. Sasa tafadhali ondokeni nyumbani kwangu wala msirudi tena. Kwa huzuni, wanafamilia walirudi magari yao na kuondoka. Lakini hii haikuwa mwisho. Wiki moja baadaye, walirudi tena. Wiki moja baadaye, Juma alisikia sauti ya magari mengi nje ya nyumba yake tena. Wakati huu, alipoangalia dirishani, macho yake yalifunguka kwa mshangao. Hapakuwa na wanafamilia wachache tu wakati huu. Kulikuwa na watu wengi. Wazee wenye ndevu za kijivu, wanawake wazee wenye fimbo za kutembea, wajomba na mashangazi vijana, na jamaa wengine wengi ambao Juma hakuwahi kuwaona hata. Wameleta familia nzima, Juma alimwambia mama yake. Mama ya Juma aliangalia dirishani na kutikisa kichwa chake. Wanadhani kuleta watu zaidi kutabadilisha nia zetu. Wanakosea. Juma alitembea nje kukutana na kikundi kikubwa cha watu. Mama yake, Neema na Amina walimfuata nyuma yake. Mzee mkubwa katika kikundi alijitokeza mbele. Kila mtu katika familia alimheshimu. Mwanangu, mzee alisema kwa Juma, tumekuja kukuomba tena. Tunajua tulifanya makosa mabaya, lakini familia ni familia. Damu ni damu. Tafadhali tafuta moyoni mwako kutukubali kurudi. Mashangazi wa Juma walianza kulia kwa sauti. Tafadhali Juma, walilia. Sisi ni familia yako. Tunaishi pamoja. Tutafanya chochote kufidia makosa yetu. Mjomba mmoja alisema. Tutakufanyia kazi. Tutakutumikia. Tafadhali usitukatae milele. Kwa masaa mawili, wanafamilia walishindana kuomba. Wengine walilia. Wengine walianguka magotini. Wengine walieleza hadithi kuhusu jinsi walivyohuzunika. Lakini Juma na mama yake walikataa kusikiliza. Hatimaye, Juma alikasirika sana. Uso wake ukageuka kuwa mwekundu na sauti yake ikawa kubwa na ya kutisha. Nilisema hapana, Juma alipiga kelele. Tokeni nyumbani kwangu sasa hivi. Mkisitoki mara moja, nitawaita walinzi wangu wawaondoe nje. Wanafamilia waliona kwamba Juma alikuwa na nia. Walianza kutembea polepole kurudi magari yao. Vichwa vyao vikiinamisha chini kwa aibu na kukatishwa tamaa. Lakini walipokuwa wanakaribia kuondoka, mmoja wa wajomba wa Juma alirudi.
Macho yake yalijaa hasira na chuki. Unadhani utabaki juu ya mlima milele? Mjomba alipiga kelele kwa Juma. Hivi karibuni mvua kubwa itakunyeshea juu ya mlima huo, na utakuwa ukituomba msaada na hifadhi, lakini kamwe hutuoni tena. Maneno hayo yalimpiga Juma kama upepo baridi. Kitu kuhusu jinsi mjomba wake alivyosema maneno hayo kilimfanya ahisi hofu ndani. Mama ya Juma pia alisikia maneno hayo na alihisi baridi ikipita mgongoni mwake. Neema alishika mkono wa Juma. Umesikia alichosema? Alimnong'ona. Hayo hayakuwa maneno ya hasira tu. Yalionekana kama laana, Amina alisema kimya kimya. Wanafamilia waliondoka, wakiacha anga la hofu na wasiwasi. Wiki 2 baadaye, Juma aliamka kwa harufu ya moshi. Moto! Moto! Mtu alikuwa akipiga kelele nje. Juma aliruka kutoka kitandani na kukimbilia dirishani. Kile alichokiona kilisimamisha moyo wake. Moja ya kampuni zake kubwa za teknolojia ilikuwa imefunikwa kabisa na miali ya moto. Moto ulikuwa mkubwa sana na wa moto sana, kiasi kwamba ulionekana kama jua limeanguka kutoka angani. Juma alivaa nguo zake haraka na kukimbilia mahali hapo. Magari ya mazima yalikuwa kila mahali, lakini walikuwa wamechelewa. Wakati waokozi wa moto walifika, kila kitu kilikuwa tayari kimechomeka hadi chini. Hii ilitokea vipi? Juma aliuliza mkuu wa waokozi wa moto. Hatujui bwana, mkuu wa waokozi wa moto alisema, akitikisa kichwa chake. Moto ulianza kwa njia ya ajabu usiku wa manane. Hatujawahi kuona kitu kama hiki. Juma alisimama mbele ya mabaki ya moshi ya kampuni yake, machozi yakitiririka usoni mwake. Miaka ya kazi ngumu ilitoweka usiku mmoja, lakini hii ilikuwa mwanzo tu wa matatizo yake. Juma alipokuwa akijaribu kufikiria jinsi ya kujenga upya kampuni yake iliyochomwa, jambo lingine baya lilitokea. Binti zake mapacha waliugua sana. Amina aligundua kwanza, watoto ambao kwa kawaida walikuwa na furaha na wa kucheza, walikuwa dhaifu na kimya. Hawakula, hawakuacha kulia. Miili yao midogo ilihisi joto la homa. Tunahitaji kuwapeleka hospitalini mara moja, Juma alisema, sauti yake ikitetemeka kwa hofu. Hospitalini, Juma na Amina walisubiri kwa wasiwasi wakati madaktari waliwachunguza watoto wao. Mtihani baada ya mtihani ulifanywa, lakini matokeo hayakufanya maana yoyote. Hii ni ya ajabu sana, daktari mkuu alisema, akikuna kichwa chake. Kulingana na vipimo vyetu vyote, binti zenu wana afya kamili. Damu yao ni kawaida, viungo vyao ni kawaida, kila kitu kinaonekana sawa, lakini ni dhahiri wanaugua sana. Amina alilia. Waangalie, daktari aliwaangalia watoto waliokuwa wamelala dhaifu katika vitanda vyao vya hospitali. Najua wanaonekana wagonjwa, lakini kimatibabu hatuwezi kupata kitu kibaya kwao. Hii ni fumbo tunaloishindwa kutatua. Juma alihisi kama ulimwengu unabomoka kuzunguka. Wakati binti zake walipokuwa wakipigana kwa maisha yao hospitalini, biashara zingine za Juma zilianza kuanguka moja baada ya nyingine. Mikataba iliyokuwa imehakikishiwa ghafla ilianguka. Washirika waliokuwa waaminifu kwa miaka ghafla walimwacha. Pesa ambazo zingekuja kwa njia ya ajabu zilitoweka. Kila kitu Juma alichokigusa kilianza kushindwa. Kisha janga baya zaidi lilikuja. Asubuhi moja, Juma aliamka kupata maafisa wa polisi wakizunguka nyumba yake. Juma Saif, unatiwa nguvuni, afisa mkuu alisema akishika pingu. Unatiwa nguvuni kwa nini? Juma aliuliza, sauti yake ikijaa wasiwasi na hofu. Unashtakiwa kwa kufanya biashara haramu za pesa na biashara ya dawa za kulevya, afisa alisema.
Hizi ni uhalifu mkubwa sana. Mdomo wa Juma ulifunguka kwa mshangao. Haiwezekani. Sijawahi kufanya kitu kama hicho maishani mwangu. Lakini polisi hawakusikiliza. Waliweka pingu mikononi mwa Juma na kumchukua wakati mama yake Neema na Amina waliangalia kwa hofu. Ndani ya masaa, akaunti zote za benki za Juma ziligandishwa. Makampuni yake yote yaliyobaki yalichukuliwa na serikali. Kila kitu alichokuwa amefanyia kazi kilichukuliwa. Kesi dhidi ya Juma ilikuwa kubwa sana, kiasi kwamba ilienda moja kwa moja mahakamani ya juu zaidi nchini. Adhabu kwa makosa aliyoshtakiwa ilikuwa kifungo cha maisha. Juma aliketi katika seli yake baridi ya gereza, akijiuliza jinsi maisha yake yalivyobadilika haraka kutoka mafanikio hadi janga. Alikumbuka maneno ya hasira ya mjomba wake. Hivi karibuni, mvua kubwa itakunyeshea juu ya mlima huo. Mvua kubwa ilikuwa imekuja kama vile mjomba wake alivyosema. Wiki moja kabla Juma kuhukumiwa kifungo cha maisha, kitu cha ajabu kilitokea. Amina alikuwa amelala katika chumba cha hospitali karibu na binti zake mapacha wagonjwa. Alikuwa amelala huko kila usiku, akiwaangalia na kuombea uponyaji wao. Usiku wa manane, Amina alipata ndoto mbaya. Katika ndoto, aliona familia ya mama ya Juma wakisimama juu ya daraja refu sana. Walikuwa wamefunga jiwe kubwa na zito mgongoni mwa Juma. Jiwe lilikuwa kubwa na zito sana, kiasi kwamba Juma angeweza tu kusimama. Wajomba na mashangazi wa Juma walikuwa wakicheka, walipomburuta hadi ukingo wa daraja. Chini ya daraja kulikuwa na mto wenye kina na hatari wenye maji yanayokimbilia. Sasa utalipa kwa kutukataa, walipiga kelele katika ndoto. Walipokuwa wanakaribia kumsukuma Juma kutoka kwenye daraja mtoni na jiwe zito limefungwa mgongoni mwake, Amina alipiga kelele kwa nguvu zote. Amina aliamka mara moja, moyo wake ukipiga kama ngoma. Jasho lilikuwa likimwagika usoni mwake na mikono yake ikitetemeka. Ndoto ilihisi ya kweli kiasi kwamba Amina bado angeweza kusikia maji yanayokimbilia na kuona Juma akianguka. Bila kupoteza dakika moja, Amina alichukua simu yake na kupiga simu kwa Neema. Ilikuwa saa 5 asubuhi, lakini Amina alijua hii ilikuwa ya haraka. Neema, amka, Amina alisema Neema alipojibu simu. Nimepata ndoto mbaya sana kuhusu Juma. Neema alikuwa akikaa na mama ya Juma, akijaribu kumfariji wakati huu mgumu. Alisikiliza kwa makini Amina alipomweleza kila undani wa ndoto. Neema, Amina alisema, akilia kwenye simu. Nadhani familia ya Juma wanatumia nguvu za uchawi kumwangamiza. Katika ndoto yangu, walikuwa wakijaribu kumuua kwa kumtupa mtoni. Neema alihisi baridi ikipita mwilini mwake. Alikuwa akijiuliza jinsi mambo mabaya mengi yangeweza kutokea kwa Juma kwa wakati mmoja. Sasa alielewa. Amina, ninahitaji kufanya kitu mara moja, Neema alisema. Hebu nikupige simu baadaye. Neema hakumwambia mama ya Juma kuhusu ndoto kwa sababu hakutaka kumtia hofu zaidi. Badala yake, alivaa kimya na kuendesha moja kwa moja hadi nyumbani kwa padri wake. Ingawa ilikuwa mapema sana asubuhi, Neema alibisha mlango wa Padri Musa hadi alipoamka. Neema, kuna nini? Padri Musa aliuliza, akiona macho ya wasiwasi ya Neema. Neema aliketi na kumwambia padri kila kitu. Alieleza jinsi familia ya Juma walivyomlaani kabla ya kuondoka nyumbani kwake. Alimwambia kuhusu moto wa ajabu, watoto wagonjwa, kushindwa kwa biashara na kukamatwa kwa Juma. Hatimaye, alieleza ndoto ya kutisha ya Amina kwa undani. Padri Musa alisikiliza kimya, akitikisa kichwa lake Neema alipozungumza. Alipomaliza, alifunga macho yake na kuomba kimya kwa dakika kadhaa. Hatimaye, padri alifungua macho yake na kumwangalia Neema kwa uzito. Binti yangu, alisema,
Kijana huyu yuko chini ya shambulio kuu la kiroho kutoka kwa wanafamilia wake wenyewe. Wanatumia nguvu za giza kumwangamiza yeye na wote awapendao. Neema alihisi machozi yakaanza kumwagika mashavuni mwake. Padri, tunaweza kufanya nini? Juma anakwenda gerezani ndani ya wiki moja na watoto wake wanakufa hospitalini. Padri Musa alisimama na kuweka mkono wake kichwani mwa Neema. Lakini Mungu amekuchagua wewe kuwa yule atakayemwokoa Juma kutoka majanga haya, alisema. Wewe ni mlinda wa kiroho wa familia hii. Vita viko mikononi mwako, lakini Mungu anakusaidia na nguvu zake zote. Tafadhali, mtu wa Mungu, Neema alilia. Niambie ninaweza kufanya nini? Nina uchungu kuokoa ndugu yangu. Siwezi kumwacha atumie maisha yake gerezani. Na siwezi kuruhusu chochote kitokee kwa binti zake wadogo. Padri Musa alimpa Neema maelekezo maalum. Lazima ufunge na kuomba kwa Juma na familia yake kwa siku 7 nzima, alisema. Usile chakula mchana, maji tu. Na kila usiku saa 6 usiku, lazima uamke na kuomba kwa saa 1. Fanya hivi kwa usiku 7. Kisha Mungu Mwenyezi ambaye ni shujaa mkuu katika kila vita atakamilisha kilichobaki. Bila kuuliza maswali yoyote, Neema alikubali kufanya kila kitu padri alichosema. Kuanzia siku hiyo, Neema alianza kufunga na kuomba kwa uzito zaidi maishani mwake. Mchana hakula chochote. Alinywa maji tu na kutumia wakati wake magotini, akilia kwa Mungu kwa uhuru wa Juma. Kila saa 6 usiku, licha ya kuchoka, Neema aliamka na kuomba, machozi yakimwagika usoni mwake. Mungu, tafadhali uokoe ndugu yangu, alikuwa akilia. Yeye hana hatia. Tafadhali vunja nguvu za uchawi zinazojaribu kumwangamiza. Neema hakumwambia mtu yoyote alichokuwa akifanya, wala Amina, wala mama ya Juma. Hata Juma mwenyewe hawakujua kuwa Neema alikuwa akipigana vita vya kiroho kwa maisha yake. Siku ya 5 katika kufunga na kuomba kwa Neema, jambo la ajabu lilitokea. Ilikuwa siku moja kabla Juma kuhukumiwa kifungo cha maisha. Mapema asubuhi, wakili wa Juma alipokea simu ya haraka kutoka kwa mkuu wa polisi. Tumefanya kosa kubwa sana, mkuu wa polisi alisema, sauti yake ikitetemeka. Unamaanisha nini? Wakili aliuliza. Tumegundua kwamba tulimkamata mtu wa makosa, mkuu wa polisi alieleza. Juma Seif hana hatia kabisa. Mhalifu wa kweli ana jina lile lile la Juma, lakini ni mtu tofauti kabisa. Juma hajawahi kuhusika na biashara haramu ya pesa au biashara ya dawa za kulevya. Ndani ya masaa, Juma aliachiwa kutoka gerezani. Akaunti zake zote za benki zilifunguliwa. Makampuni yake yote yalirudishwa kwake. Serikali hata iliomba msamaha kwa kosa kubwa. Neema aliposikia habari, alianguka magotini na kumshukuru Mungu kwa moyo wake wote. Alijua maombi yake na kufunga kulikuwa kunafanya kazi. Lakini miujiza haikuisha hapo. Asubuhi ya siku iliyofuata, Amina alipiga simu kwa Neema na habari zaidi za ajabu. Neema, Neema! Amina alipiga kelele kwenye simu, sauti yake ikijaa furaha. Mapacha wamepona kabisa. Madaktari hawawezi kuamini. Leo asubuhi, waliamka wakicheka na kucheza kana kwamba hawajawahi kuwa wagonjwa hata kidogo. Neema alianza kulia machozi ya furaha. Mungu alikuwa amejibu kila ombi. Juma aliporudi nyumbani kutoka gerezani, Neema hatimaye aliwaambia yeye na familia yake kuhusu ndoto ya Amina, ziara yake kwa padri, na siku 7 za kufunga na kuomba alichofanya kuwaokoa. Juma, mama yake, na Amina mara moja walianguka magotini mbele ya Neema. Asante, Neema, Juma alilia. Umeokoa maisha yetu tena. Msinishukuru mimi, Neema alisema kwa unyenyekevu. Shukuru Mungu. Mimi nilikuwa tu chombo chake. Jumapili iliyofuata, Juma na familia yake nzima walienda kanisani na zawadi za shukrani. Walinunua chakula kwa kusanyiko lote na kushuhudisha kuhusu nguvu za ajabu za Mungu.
Juma aliahidi mbele ya kila mtu kwamba angemtumikia Mungu kwa uaminifu kwa maisha yake yote. Ndani ya wiki moja baada ya ibada ya shukrani, maisha ya Juma yalianza kubadilika kwa njia za ajabu. Fursa mpya za biashara zilikuja kutoka kila mahali. Makampuni walitaka kushirikiana naye. Wawekezaji walimletea mamilioni ya dola. Sifa yake ilirejeshwa kabisa. Ndani ya mwaka mmoja, Juma alipata mali mara 3 zaidi ya kila kitu alichopoteza wakati wa majanga na mashambulizi. Lakini wanafamilia wa Juma ambao walimlaani hawakuwa na furaha kuona mafanikio yake. Walianza kupanga shambulio baya zaidi kuliko hapo awali. Walikusanyika pamoja kwa siri, wakitumia nguvu za giza kujaribu kumwangamiza Juma mara moja kwa moja. Lakini hawakujua kuwa Mungu sasa alikuwa akiwalinda Juma na familia yake kwa imara. Siku ambayo wanafamilia wa Juma walikuwa wakisafiri kutekeleza mpango wao mbaya dhidi yake, jambo lisilotarajiwa lilitokea. Gari lao lilipata ajali mbaya kwenye barabara kuu. Gari lilipinduka mara nyingi na kuwaka moto mara moja. Wanafamilia wote wa Juma ambao walimlaani walipondwa na kufa papo hapo. Hata mmoja hakuokoka. Juma aliposikia habari, alihuzunika kwa kifo chao, lakini pia alielewa kuwa Mungu alikuwa amelinda familia yake kutoka mipango yao mibaya. Mwaka mmoja baadaye, jambo zuri lilitokea ambalo lingebadilisha maisha ya Neema milele. Mhandisi Rashid aliyeishi Marekani alikuwa mwalimu na rafiki wa karibu wa Juma. Mhandisi Rashid alikuwa baba wa watoto 3 chini ya miaka 12. Miaka 3 iliyopita, Mhandisi Rashid alikuwa amempoteza mke wake kwa saratani. Tangu wakati huo, alikuwa amekuwa akilea watoto wake 3 peke yake, lakini ilikuwa vigumu sana kwake. Siku moja, Juma alisikia Mhandisi Rashid akizungumza sema na mtu. "Ninahitaji kupata mwanamke mzuri kuoa." Mhandisi Rashid alikuwa akisema, "Watoto wangu wanahitaji picha ya mama katika maisha yao. Ninahitaji mtu atakayewapenda watoto wangu kana kwamba ni wake." Simu ilipomalizika, Juma alikuwa na wazo. "Bwana," Juma alisema, "najua mwanamke kamili kwako." "Kweli?" Mhandisi Rashid aliuliza kwa hamu. Juma alimweleza Mhandisi Rashid kila kitu kuhusu Neema. Alieleza jinsi alivyomwokoa kutoka mitaani alipokuwa anakufa. Alimwambia kuhusu moyo wake wa upendo, uaminifu wake, na jinsi Mungu alivyomtumia kuokoa familia yake kutoka mashambulizo ya kiroho. Mhandisi Rashid alivutiwa sana. "Ningependa kukutana na mwanamke huyu," alisema. Juma aliporudi nyumbani, alimwambia Neema kuhusu Mhandisi Rashid. "Yeye ni mtu mzuri mwenye watoto 3 wazuri wanaohitaji upendo wa mama," Juma alieleza. "Nadhani ninyi wawili mtakuwa kamili kwa wenzenu." Kuanzia siku hiyo, Neema na Mhandisi Rashid walianza kuzungumza kupitia simu, ujumbe wa maandishi na video. Kadri walivyozungumza zaidi, ndivyo walivyopendana zaidi. Mhandisi Rashid aliwaweka watoto wake 3 simu ili waweze kuzungumza na Neema. Watoto walimpenda mara moja na wakaanza kumuita Shangazi Mima. Miezi 3 baadaye, Neema alisafiri Marekani kutembelea Mhandisi Rashid na familia yake. Watoto walikuwa na furaha sana kumwona, kiasi kwamba walikimbilia kumkumbatia uwanja wa ndege. Neema alitumia wiki 2 na familia, na ilihisi kama alikuwa amepata nyumbani kwake ya kweli. Miezi 6 baadaye, Neema na Mhandisi Rashid walikuwa na sherehe nzuri ya harusi. Juma na familia yake walisimama pembeni mwa Neema kama waunga mkono wake wenye nguvu zaidi. Neema na Mhandisi Rashid walipokuwa wakibadilishana ahadi za ndoa, Juma aliangalia familia yake machozi ya furaha machoni. Mama yake, ambaye alikuwa ameokoka kutoka miaka 11 kama mtu wa mitaani, alikuwa na afya njema na furaha. Binti zake mapacha, ambao walikuwa wameugua kwa njia ya ajabu, walikuwa wakikimbilia wakicheza na kucheka. Mke wake Amina alikuwa akimetameta kwa furaha,
Na sasa Nima, ambaye alimwokoa mara 2 na hakuomba chochote, hatimaye alikuwa anapokea muujiza wake wa upendo. Hii ilikuwa familia iliyojengwa si kwa damu, bali kwa upendo, kujitoa na nguvu ya kutowahi kuacha kwa wenzao. Juma alitabasamu alipomuona Nima akicheza na mumewe mpya na watoto wake wa kambo. Wakati mwingine, familia Mungu anakupa ni imara zaidi kuliko familia uliozaliwa nayo. Mafunzo muhimu. Msamaha haumaanishi kukubali watu wenye sumu kurudi katika maisha yako. Juma na mama yake waliwasamehe familia yao kwa kuwaacha, lakini walichagua kwa busara kuwakataa kurudi katika maisha yao. Msamaha wa kweli unamaanisha kuondoa hasira kutoka moyoni mwako, lakini haumaanishi kuwapa watu wenye madhara uwezo wa kukuumiza tena. Unaweza kumsamehe mtu na bado kujilinda kwa kuweka mipaka mizuri. Unapopigana vita vya kiroho kwa wengine, Mungu anakutumia kama silaha yake. Neema hakuomba maombi ya kawaida tu. Alifunga kwa siku 7 na aliamka kila saa 6 usiku kuomba kwa familia ya Juma. Tunapojitoa starehe zetu kupigana kwa maombi kwa watu tunaowapenda, Mungu anahamisha milima kwa niaba yao. Neema alikuwa mlinda wa kiroho aliyevunja laana na kuokoa familia nzima ya Juma kupitia kujitoa kwake kwa maombi na kufunga. Ulinzi wa Mungu daima unashinda mipango mibaya, lakini wakati wake ni kamili. Maadui wa Juma walidhani walikuwa wamemwangamiza kabisa. Biashara yake ilichomwa. Watoto wake walikuwa wagonjwa. Alitiwa gerezani kwa uongo. Lakini ilipoonekana bila matumaini, Mungu alibadilisha kila kitu katika siku moja. Wanafamilia hao waliolaani Juma walikufa katika wakati huo huo walipokuwa wanapanga shambulio lao la mwisho. Unapomiliki Mungu, hakuna silaha iliyoundwa dhidi yako inayoweza kufanikiwa. Lakini Mungu anasubira wakati muafaka kuonyesha nguvu zake na kukupa urejesho maradufu. Wakati mwingine, familia Mungu anakupa kupitia upendo na kujitoa ni imara zaidi kuliko familia uliozaliwa nayo. Juma, mama yake Neema, Amina na watoto wakawa familia isiyovunjika, iliyojengwa juu ya uaminifu, si damu. Je, hadithi hii imegusa moyo wako? Usisahau kubonyeza kitufe cha like, toa maoni na share video hii na marafiki. Pia, subscribe kwenye chaneli na washe kengele ya arifa ili usikose hadithi nyingine za kuhamasisha. Mungu akubariki.